Karibu kwenye chaneli yetu ya Nguvu ya Fikra, mahali ambapo mawazo hubadilika kuwa nguvu na nguvu hubadilika kuwa matokeo halisi ya maisha. Hebu tulia kwa sekunde chache, vuta pumzi taratibu, kisha jiulize swali moja rahisi. Je, unajua nguvu iliyojificha ndani ya fikra zako? Ngoja nikujuze. Sasa umekuwa ukijiuliza, je, ni sifa zipi au tabia gani anapaswa kuwa nazo mwanamke ili awe mke bora? Hizi hapa ni baadhi ya sifa hizo. Cha msingi, fanya kufuatilia video hii mpaka mwisho. Namba 1, ana heshima. Mwanamke anayefaa kuwa mke bora lazima awe na heshima. Heshima inaanza kwa mume wake, lakini pia kwa watu wengine. Heshima sio kuogopa, bali ni kujua mipaka na kuithamini. Mwanamke mwenye heshima huzungumza kwa upole hata akiwa na hasira. Hadharau wala kubeza mwenza wake hadharani. Anajua namna ya kumthamini mwanaume wake mbele ya watu. Hii hujenga hadhi ya ndoa yao. Heshima pia huleta amani ndani ya nyumba. Mume huhisi kuthaminiwa na hii huimarisha mapenzi. Mwanamke mwenye heshima huonekana wa kipekee. Watu humtamani kwa tabia zake nzuri. Heshima ndio msingi wa ndoa yenye mafanikio. Namba 2, ana uvumilivu. Hakuna ndoa isiyo na changamoto. Mwanamke mwenye uvumilivu anaweza kustahimili vipindi vigumu. Hata mambo yanapokuwa magumu, hakimbii. Anajua wakati wa kusubiri na wakati wa kuchukua hatua. Uvumilivu humsaidia kuelewa mume wake zaidi. Anaweza kuvumilia mapungufu bila kulalamika sana. Anaweka matumaini mbele. Uvumilivu hujenga ndoa imara. Mwanamke asiye na uvumilivu huleta migogoro ya mara kwa mara, lakini mwenye uvumilivu huleta utulivu. Hii ni sifa muhimu sana kwa mke bora. Ndoa inahitaji moyo wa kustahimili. Namba 3, ana upendo wa kweli. Upendo sio maneno matamu tu, bali ni vitendo. Mwanamke mwenye upendo huonesha kujali. Anamhudumia mume wake kwa moyo wote. Anathamini uwepo wake. Hutoa muda wake kwa familia. Upendo wake unaonekana katika matendo madogo madogo. Anasamehe kirahisi, hana kinyongo. Upendo wake hujenga mazingira ya furaha. Watoto hujifunza kupitia yeye. Upendo ndio roho ya ndoa. Bila upendo, kila kitu kinaonekana kigumu. Mwanamke mwenye upendo huifanya ndoa kuwa paradiso. Sasa kabla hatujaendelea na pointi yetu ya 4, fanya kubonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele hapo chini. Lakini usisahau kulike na kucomment. Utakuwa umetisha sana. Namba 4, ana uaminifu. Uaminifu ni nguzo ya ndoa, na bila uaminifu hakuna ndoa inayoweza kusimama kwa muda mrefu. Mwanamke mwaminifu hatunzi siri za hatari zinazoweza kuivuruga ndoa yake. Ana ukweli katika kila jambo analofanya, iwe ni kubwa au ndogo. Hamdanganyi mume wake wala kumficha mambo ya msingi yanayohusu maisha yao. Anaishi maisha ya wazi ambayo hayaleti mashaka wala sintofahamu. Uaminifu hujenga imani ya dhati kati ya wanandoa. Mume anajisikia salama kuwa naye kwa sababu anajua hatosalitiwa. Hakuna wasiwasi wa kufuatilia simu au kuhisi kusalitiwa kila mara. Mwanamke mwaminifu hahitaji kujitetea mara kwa mara kwa sababu matendo yake yanaongea yenyewe. Anaepuka mazingira yanayoweza kuharibu heshima yake au ndoa yake. Uaminifu huondoa migogoro mingi isiyo ya lazima. Ndoa yenye uaminifu huwa na amani na utulivu wa kudumu. Pia huongeza mapenzi kwa sababu kila mmoja anamwamini mwenzake. Mwanamke wa aina hii hujenga msingi imara wa familia. Ni sifa ya msingi kabisa kwa mke bora na wa kuigwa. Namba 5, ana hekima. Hekima ni zaidi ya elimu ya darasani. Ni uwezo wa kutumia akili kwa usahihi katika maisha ya kila siku. Mwanamke mwenye hekima anajua lini aseme na lini anyamaze ili kuepuka kuleta migogoro. Anajua namna ya kushughulikia matatizo bila kuyakuza. Hafanyi maamuzi kwa haraka bila kufikiria madhara yake. Huchambua mambo kwa utulivu na kuchukua hatua sahihi. Hekima humsaidia kujenga familia yenye maelewano. Anajua jinsi ya kumshauri mume wake kwa heshima bila kumdhalilisha au kumuumiza. Hata anapokosea mume wake, hutumia busara badala ya hasira. Hekima huleta baraka ndani ya nyumba kwa sababu maamuzi yake huwa ya kujenga, si kubomoa. Mwanamke asiye na hekima huleta vurugu na migogoro isiyoisha, lakini mwenye hekima huleta suluhisho na amani. Hekima pia humsaidia kulea watoto kwa njia nzuri. Ni sifa inayotakiwa sana kwa mwanamke anayetamani kuwa mke bora. Mwanamke mwenye hekima huonekana wa kipekee na wa thamani kubwa sana. Namba 6, anajali familia. Mke bora hujali familia yake kwa moyo wote bila kujibakiza. Anahakikisha kila mwanafamilia anapata mahitaji yake ya msingi na ya kihisia.
Anawajali watoto wake kwa upendo na kuwalea katika maadili mazuri. Anamheshimu na kumjali mume wake katika kila hali. Anajua majukumu yake ndani ya familia na anajitahidi kuyatimiza ipasavyo. Anajituma kuhakikisha familia inaishi kwa amani na furaha. Hajali tu yeye binafsi, bali anaweka maslahi ya familia mbele. Hii hujenga mshikamano mkubwa ndani ya nyumba. Familia huwa na furaha kwa sababu kila mtu anahisi kuthaminiwa. Mwanamke anayejali huifanya nyumba kuwa sehemu ya amani na mapumziko. Hata mume anapopitia changamoto huwa bega la kumtegemea. Kujali kwake hujenga upendo wa kweli ndani ya familia. Ni sifa muhimu sana kwa mwanamke anayefaa kuwa mke bora. Namba 7, ana msimamo. Mwanamke bora sio mtu wa kubadilika kulingana na mazingira au shinikizo la watu. Ana msimamo wake unaotokana na maadili na misingi imara. Anajua nini sahihi na nini si sahihi, na hasukumiwi kirahisi na marafiki au jamii. Anasimamia maamuzi yake kwa kujiamini. Hii humfanya aheshimike mbele ya watu na hata ndani ya ndoa yake. Mume wake anajivunia kuwa na mwanamke mwenye msimamo. Anaweza kusimamia familia hata katika nyakati ngumu. Pia ana uwezo wa kukataa mambo mabaya yanayoweza kuharibu ndoa. Msimamo wake humsaidia kutoa ushauri wa maana. Haimaanishi kuwa mkaidi, bali ni mtu anayejua anachotaka. Mwanamke asiye na msimamo huwa rahisi kuyumbishwa, lakini mwenye msimamo huleta utulivu na uelekeo ndani ya familia. Ni sifa ya mwanamke mwenye nguvu ya ndani na uelewa wa maisha. Namba 8, ana usafi. Usafi ni sehemu muhimu sana ya maisha ya ndoa yenye afya. Mwanamke bora hupenda usafi wa mwili wake na mazingira yake. Anajitunza ili aonekane nadhifu na kuvutia. Nyumba yake huwa safi, imepangwa vizuri na inavutia kuishi. Hii huleta afya bora kwa familia nzima. Mume anajisikia vizuri kurudi nyumbani kwa sababu ya mazingira mazuri. Usafi huonyesha kiwango cha kujali na kujithamini. Mwanamke msafi huvutia si kwa sura tu, bali kwa tabia zake. Pia hujenga nidhamu ndani ya familia. Watoto hujifunza kupitia yeye kuwa wasafi. Usafi huondoa magonjwa na huzuni zisizo za lazima. Mwanamke mchafu huweza kuleta kero ndani ya ndoa, lakini msafi huleta furaha na amani. Hii ni sifa inayoongeza thamani kubwa kwa mwanamke. Namba 9, ana uvumilivu wa hisia. Mwanamke bora ana uwezo wa kudhibiti hisia zake hata katika hali ngumu. Anaweza kuwa na hasira, lakini anajua jinsi ya kujizuia. Hafanyi maamuzi kwa jazba au presha ya muda mfupi. Anajua namna ya kujituliza kabla ya kuchukua hatua. Hii huondoa migogoro mingi ndani ya ndoa. Mume anajisikia salama kuzungumza naye bila kuogopa kulipuka kwa hasira. Mwanamke mwenye utulivu huleta amani ndani ya nyumba. Ana uwezo wa kusamehe na kuendelea mbele. Hachukui kila jambo kwa uzito kupita kiasi. Uvumilivu wa hisia hujenga mawasiliano bora. Mwanamke asiye na udhibiti wa hisia huweza kuharibu mambo mengi, lakini mwenye utulivu hujenga na kurekebisha. Ni sifa ya kipekee sana kwa mke bora. Namba 10, ana mawasiliano mazuri. Mwanamke bora anajua kuwasiliana kwa njia sahihi na yenye heshima. Anazungumza kwa upole hata anapokuwa na hoja nzito. Anaeleza hisia zake wazi bila kuficha au kulipuka ghafla. Hasemi kwa kejeli, dharau au maneno ya kuumiza. Mawasiliano mazuri hujenga uelewano wa kina kati ya wanandoa. Mume anajisikia huru kueleza hisia zake pia. Hii hupunguza migogoro mingi inayotokana na kutoelewana. Mwanamke anayejua kuwasiliana hujenga daraja la upendo. Anaweza kutatua matatizo kwa mazungumzo badala ya ugomvi. Pia hujenga urafiki ndani ya ndoa. Mawasiliano mazuri huifanya ndoa iwe imara na yenye furaha. Ni sifa muhimu sana kwa mwanamke anayetamani kuwa mke bora. Namba 11, ana uwezo wa kusikiliza. Mwanamke anayefaa kuwa mke bora anajua kusikiliza. Kusikiliza sio kusikia tu, bali ni kuelewa. Anampa mume wake nafasi ya kujieleza bila kumkatiza. Anaheshimu mawazo yake hata kama hawakubaliani. Kusikiliza hujenga mawasiliano yenye afya. Mwanamke anayesikiliza hupunguza migogoro mingi ndani ya ndoa. Mume anajisikia kuthaminiwa na kueleweka. Hii huongeza ukaribu wao. Pia humsaidia mwanamke kutoa majibu yenye hekima. Kusikiliza huonyesha ukomavu wa akili. Ni sifa muhimu sana kwa ndoa yenye amani. Mwanamke anayejua kusikiliza hujenga uhusiano imara wa muda mrefu. Namba 12, ana unyenyekevu. Unyenyekevu ni uzuri wa ndani. Mwanamke mnyenyekevu hajivuni wala kujiona bora kuliko wengine. Anajua kila mtu ana thamani yake. Anapokosea, yuko tayari kukubali na kuomba msamaha. Hii hujenga heshima ndani ya ndoa. Mume wake anajisikia huru kuwa yeye mwenyewe. Unyenyekevu huondoa kiburi kinachoweza kuharibu mahusiano. Mwanamke wa aina hii hujifunza kila siku, anapokea ushauri bila hasira. Unyenyekevu huleta amani ya moyo. Ni sifa inayovutia sana kwa mke bora. Hii huifanya ndoa kuwa ya furaha na yenye kuelewana.
Namba 13, ana nidhamu. Nidhamu ni uwezo wa kujisimamia. Mwanamke mwenye nidhamu anajua mipaka yake. Anajua wakati wa kufanya jambo na wakati wa kupumzika. Hatumii pesa hovyo bila mpangilio. Anaweka malengo na kuyafuata. Nidhamu hujenga maisha yenye utulivu. Mume wake anajivunia kuwa naye. Familia inaishi kwa utaratibu. Nidhamu huondoa fujo zisizo za lazima. Mwanamke asiye na nidhamu huleta matatizo mengi, lakini mwenye nidhamu huleta maendeleo. Hii ni sifa muhimu sana katika ndoa. Inasaidia kujenga maisha ya mafanikio. Namba 14, ana roho ya kujitoa. Mke bora anajitoa kwa ajili ya familia yake. Yuko tayari kufanya juhudi kwa ajili ya ndoa yake. Hachuki kirahisi katika majukumu yake. Anajituma kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Kujitoa huonyesha upendo wa kweli. Mwanamke wa aina hii huweka familia mbele. Hata katika changamoto habaki nyuma. Hii huimarisha mshikamano wa familia. Mume wake anajisikia kupendwa sana. Kujitoa huleta baraka ndani ya nyumba. Ni sifa ya mwanamke mwenye moyo mkubwa. Hii huifanya ndoa kuwa imara zaidi. Namba 15, ana uwezo wa kupanga mambo. Mwanamke bora anajua kupanga maisha. Anaweza kupanga matumizi ya nyumbani vizuri. Anajua vipaumbele vya familia yake. Hatumii pesa bila mpango. Anajua namna ya kuandaa bajeti. Hii huleta utulivu wa kifedha. Mume wake anapata ushirikiano mzuri. Familia inaishi bila presha kubwa. Kupanga mambo huondoa msongo wa mawazo. Mwanamke wa aina hii huleta maendeleo ya haraka. Ni sifa muhimu kwa maisha ya ndoa. Inasaidia kujenga kesho bora. Namba 16, ana roho ya furaha. Mwanamke mwenye furaha huifanya nyumba kuwa na mwanga. Anajua kucheka na kufurahia maisha. Hata katika changamoto hutafuta upande mzuri. Hii huleta nguvu chanya ndani ya familia. Mume wake hupata faraja akiwa naye. Watoto hukua katika mazingira ya furaha. Mwanamke wa aina hii hupunguza msongo wa mawazo. Hachukui kila jambo kwa uzito kupita kiasi. Furaha hujenga mapenzi. Ni sifa inayofanya ndoa iwe tamu. Mwanamke mwenye tabasamu huvutia zaidi. Hii ni sifa ya kipekee sana. Namba 17, ana msukumo wa mafanikio. Mwanamke bora hapendi kubaki nyuma. Ana ndoto na malengo. Anajitahidi kuboresha maisha yake na ya familia. Hamsubiri mume tu afanye kila kitu. Anachangia maendeleo kwa njia mbalimbali. Hii hujenga heshima kubwa ndani ya ndoa. Mume wake anajivunia kuwa naye. Familia inaendelea kiuchumi. Mwanamke mwenye bidii huleta mabadiliko chanya. Ni sifa muhimu sana kwa maisha ya kisasa. Inasaidia kujenga maisha yenye mafanikio. Mwanamke wa aina hii ni hazina. Namba 18, ana uwezo wa kushirikiana. Ndoa ni ushirikiano, si mashindano. Mwanamke bora anajua kushirikiana na mume wake. Wanasaidiana katika majukumu. Hakwepi majukumu ya nyumbani. Pia anamheshimu mume wake kama kiongozi. Ushirikiano huleta amani na mafanikio. Hakuna anayejiona bora kuliko mwenzake. Wanajenga pamoja. Hii huimarisha ndoa. Mwanamke anayejua kushirikiana huifanya familia iwe imara. Ni sifa muhimu sana. Inasaidia kujenga upendo wa kweli. Namba 19, ana subira. Subira ni uwezo wa kusubiri bila kulalamika. Mwanamke mwenye subira haishi kwa papara. Anajua mafanikio hayaji kwa haraka. Anavumilia hatua za maisha. Hii hujenga ndoa yenye utulivu. Mume wake anapata muda wa kujipanga. Subira huondoa migogoro mingi. Mwanamke wa aina hii huleta amani. Ni sifa muhimu sana kwa maisha ya ndoa. Inasaidia kuvuka changamoto. Subira huzaa matunda mazuri. Namba 20, ana huruma. Mwanamke mwenye huruma ana moyo wa kujali. Anahisi maumivu ya mwenzake. Anamsaidia mume wake wakati wa shida. Hachoki kutoa msaada. Huruma hujenga mapenzi ya kweli. Familia huwa na mshikamano mkubwa. Mwanamke wa aina hii huvutia sana. Hii ni sifa ya kipekee. Inafanya ndoa iwe na upendo wa dhati. Huruma huleta baraka. Ni sifa muhimu sana kwa mke bora. Umefika mwisho wa video yetu ya leo. Natumaini kabisa umejifunza kitu na umepata mwanga kuhusu mada yetu ya leo. Kama umeipenda video hii, usisahau kubonyeza subscribe kisha like na uache komenti yako uniambie umejifunza nini au unafikiria nini kuhusu hii mada. Asante sana kwa kuwa sehemu ya familia hii. Tuonane tena kwenye video ijayo.